ninamwakilisha msajili wa hazina ambaye ndio mwanahisa pekee wa benki ya kilimo, na leo tumekuwa na mkutano mkuu wa mwaka. Ukitizama ukuaji wa mali za benki umekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Ukitizama faida ya benki imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, asilimia takribani 31 kwenye mapato baada ya kodi, na hii inajaribu kuondoa ile notion kwamba benki za serikali zinakuwa na mikopo mibaya ambayo haiperform. Kwa hiyo hii ni moja ya success story ya benki ambayo inamilikiwa na serikali. Kwa hiyo tunafurahi sana kwamba uwekezaji wa serikali kwenye benki ya kilimo ni unatija kubwa, na hasa pia kwenye swala la gawio. Tumepata kuona kwamba kwa sababu benki hii ni ya kisera, imeweza katika kufanya kazi zake imechannel mikopo mingi katika kusaidia maendeleo ya kilimo na hususan kwenye maeneo ya vijijini. Andulile Kasekwa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Leo tulikuwa na kikao cha mwaka cha benki ambapo tulikuwa na shareholder ambaye alihudhuria kwenye mkutano wetu, na sisi kama bodi tumeweza kutoa taarifa ya utendaji wetu katika benki. Sasa katika mwaka ulioishia Disemba mwaka 2024, tumeweza kutoa gawio la kiasi cha shilingi bilioni 5.583 kutoka gawio la mwaka uliopita ulioishia 23, ambapo ilikuwa ni milioni 850. Naitwa Frank Nyabundege, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Kama mnavyofahamu, leo tulikuwa na mkutano wa mwaka wa wanahisa ambao wanaita Annual General Meeting AGM. Sasa nianze tu na utendaji wa benki. Kabla ya kusema utendaji wa benki, kwanza nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mwaka wa 2024 ni mwaka ambao serikali iliendelea kuongeza mtaji katika benki yetu kwa shilingi bilioni 174. Kwa hiyo mwaka jana tulipewa mtaji mwingine, additional capital, bilioni 174, na hiyo mtaji kwa sababu ulikuwa umeongezeka ukatufanya tukafanya vizuri zaidi, na ikakuza ukubwa wa benki au mali za benki kutoka shilingi bilioni 607 ambazo ndizo zilikuwa mali za benki mwaka 2023 mpaka kufikia bilioni 917 mwaka 2024 ambao ni mwaka jana. Kwa hiyo utaona ni ongezeko kubwa sana, ni ongezeko la asilimia 61. Sasa hii yote ni kwa nini? Kwa sababu ya uwezeshwaji kama nilivyosema ambao serikali umeufanya kwa ajili ya kutuongezea mtaji. Toka serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani, imeweza kuongeza mtaji kwa kiasi kikubwa sana. Mara ya kwanza Mheshimiwa Rais alivyoingia madarakani akatupatia mtaji wa shilingi bilioni 208, na mwaka jana kama nilivyosema ametupatia bilioni 174. Hiyo yote ni mitaji ambayo imeongezeka kwa katika kipindi kifupi hiki ambacho ameingia madarakani. Sasa katika kikao cha leo ambacho kilikuwa ni cha wanahisa, na mwanahisa, bahati nzuri sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo, mwanahisa pekee ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye msajili wa hazina ndiye mwanahisa kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi leo tumetoa gawio, na ni gawio letu limekutolewa ni kubwa, ambalo ni ongezeko la asilimia 556 mpaka kufikia gawio la shilingi bilioni 5.583, ambayo ndio leo tumepitisha katika mkutano wetu kwa ajili ya kuipatia serikali, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa sababu ya kile ambacho wanatupatia. Tumekuwa na utashi wa kisiasa wa kiongozi wetu wa juu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba anawasaidia Watanzania walio katika sekta ya kilimo, kilimo cha mazao, kilimo uvuvi, kilimo mifugaji. Mojawapo ya sekta ambazo amekuwa akisaidia ni benki yetu sisi. Mojawapo ya taasisi ambazo amekuwa akisaidia ni benki yetu sisi, ambayo ndio tunakwenda kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo hapa nchini inapata mitaji. Inapata mitaji kwa kuwapatia mitaji moja kwa moja au kwa kuwapatia mitaji kupitia taasisi zingine za kifedha ambazo sisi Benki ya Maendeleo ya Kilimo tumekuwa tukizipatia fedha ili ziweze kufikia